Kwa ndugu zangu, kuna kitu nataka tukiongelee leo ambapo kidogo huwa kinaleta utata kipindi mtu amefariki. Unajua ndugu yangu, kifo ni kama kulala tu. Na mimi sina uhakika kama jana ulisengenya watu, ulitukana watu, ulikosana na watu, ulitenganisha watu, kwamba leo umekuwa mtu mzuri na maisha yaendelee. Hiyo kitu haiwezekani, na ni sawa sana kifo. Ndugu yangu, unapokufa wewe, yale yote wanaoongelea baada ya wewe kuondoka, alikuwa mtu mzuri nini, hayawezi kubadili maisha uliyoyaishi kipindi cha uhai wako. Fikiria, kuna watu uliwatenganisha wewe kipindi cha uhai wako. Unafikiria ukifa ndio ile hali itakuwa nzuri? Hiyo kitu haiwezekani. Fikiria, kuna watu uliwanenea mambo yasiyostahili. Unafikiria ukifa wewe ndio ile hali, kwa sababu tumekuja kuongea kwenye msiba wako, ndio itabadilisha kitu? Ndugu yangu, kama ulikuwa mtu mbaya kipindi cha uhai wako, hata ukifa ile hali haitobadilika. Na ukiwa kama ulikuwa mtu mzuri, unaishi na watu vizuri kipindi cha uhai wako, hata ukifa hiyo hali haiwezi kubadilika. Cha muhimu ni kwamba ndugu yangu, kipindi bado wewe unaishi, jaribu kuishi na watu vizuri, na jaribu kutumia mdomo wako vizuri kipindi unaongea na watu, maana yale maneno unayoyatoa yaweza kubaki hata wewe usipokuwepo. Maisha ni mafupi, tuweze kuishi na watu wote kwa amani. Tuache vita vidogo vidogo hivi, haviwezi kutusaidia. Na kifo hakiwezi kubadili tabia ulizokuwa unaishi nazo kipindi cha uhai wako. Unapokwenda na bado unaishi, hali itakuwa ni ile ile, na yale mabaya uliyoyatenda hayawezi kubadilika kwa sababu umeondoka wewe. Kama unaamini hayo, weka maoni yako hapo. Asante sana.